Assalamu alaikum wapenzi watazamaji wangu, karibuni tena kwenye Manara TV. Na leo vituko nilivyofanya utotoni kwa baba yangu. Vituko hii ina connection na mpira. Vingi vya vituko hivi leo nitavihadithia vitatu vikubwa. Cha kwanza ambacho baadaye ikabidi nikumbuke sana kwa sababu kiliniletea shida sana, na ndio mwanzo wa kuanza kutajwa wakati naitwa Haji Simba pale mtaani. Ni wakati mzee wangu aliporudi likizo zile za kawaida. Unajua wachezaji wako wanacheza nje, anarudi makwao. Sasa kwa na mechi inachezwa finali baina ya Simba na Pani, na mzee wangu alikuwa Pan Africa. Finali ile magazeti wakati ndo naanza kujua kusoma na kuandika nikiwa mdogo, yanaandika Sande Manara atacheza sijui nini. Sasa mimi lakini napenda Simba. Sasa itakuwaje mzee wangu acheze mechi against Simba na mimi napenda Simba? Na nikiwa mdogo siwezi kumzuia, mdogo kabisa, labda nadhani niko darasa la kwanza ama la pili, sikumbuki vizuri, lakini naikumbuka vizuri ile tukio. Nilichokifanya ile siku ya mchezo wenyewe, asubuhi kabla ya kwenda shule, nikaenda kwenye shelf ambalo linakaa viatu, nikavichukua viatu. Nakumbuka baba alikuwa amekuja na viatu vyake Adidas ya mpira, ambavyo nilikuwa naamini ndio sababu ndio alikuwa anafanya na mazoezi Jangwani na Pani. Na wakati ule Pani sio kwa kufanya mazoezi Jangwani, nakumbuka kipindi fulani Pani alikuwa anafanya mazoezi pale Gymkhana Club. Nikiwa mdogo na kadhani jioni alikuwa ananichukua naenda kuangalia mazoezi ya Pani. Sasa vile ndio viatu vyake naviona. Sasa asubuhi gari na nisubiri kwenda shule, nikavichukua vile viatu nikaenda nikavificha. Nakumbuka nikavificha chini ya kitanda ninacholalia. Unajua ile vitanda ambavyo vina kama madraw hivi, kwa hiyo nikavificha kule chini. Sasa nimerudi mchana, nimekula, naenda zangu chuoni. Nimeomba ruhusa kwenda mpirani, baba kaambia Hamisi hamna kwa naenda madrasa. Kwa hiyo kabidi mechi ile nsende. Lakini nikasema na wewe leo nitakukomesha. Nimerudi chuoni kwenye saa 11, nikuta mzee kakaa kwenye kiti anasikiliza mpira kwenye radio. Maka pata hasira, hata mpira ni kwenye agenda. Magazeti imeandika atacheza, lakini viatu vyake havipo. Na kwa bahati mbaya, kwa nini ujiulize kwa nini asende uwanjani akabadilishana viatu na mchezaji mwingine? Mzee wangu alikuwa anavaa kiatu kikubwa sana. Sasa si rahisi kwa wachezaji wa Pani waliokuwepo wakati ule kupata kiatu cha saizi yake. Sio tu mguu mkubwa, lakini ni mpana. Alikuwa na mguu mpana. Na sio alikuwa, mguu wake ni mpana. Kwa hiyo kiatu chake hawezi kupata kiatu cha mchezaji mwingine. Kwa hiyo akapata hasira akawa yuko. Na hakujua mpaka wakati huo. Ile mechi nakumbuka tuliofunga, Simba iliyofunga Pani goli 1-0. Kama sikosei alifunga za moyoni Mogera. Nadhani alifunga Mogera ile miaka ya mwanzo mwa 80. Basi tumekaa, nikasema sasa nitaviibuaje hivi viatu. Kumbe mle ndani nilipoondoka vikatafutwa nyumba nzima, vile viatu havikuonekana. Kumbe viko chini ya uvungu wa kitanda changu. Basi baada ya siku 2-3 nikaviibua vile viatu, nikavirudisha pale pale kwenye shelf. Sasa atasema viatu vikaje vikaonekana, viatu vimeonekana. Ile siri nilikaa nayo kwa sababu sikujulikana kwamba ni mimi. Lakini baada ya muda, bibi yangu alikuwa anapenda sana Simba. Bibi amekuja, hata bibi alikuwa anaishi Kunduchi. Amekuja nyumbani, ikabidi nikae nimhadithia, bwana ile mechi unakumbuka mechi juzi ile Simba tumewafunga Pani? Baba alikuwa anaenda kucheza. Kwa hiyo nikavichukua viatu vyake nikavificha. Bibi yangu akacheka sana. Akawahadithia baba na mama. Kwa hiyo nikaitwa nikapigwa ule mkwala wa kitototo. Si sahau hii tukio, kusema kweli lilikuwa kituko cha kwanza. Lakini kituko cha pili, nikiwa mdogo kabisa
Babangu pia alikuwa amekuja likizo katika mwaka mwingine. Hasa mimi nilikuwa napenda sana mambo ya dini. Yaani na swali mtoto nini, yani nilikuwa napenda sana mambo ya dini. Naenda madrasa. Sasa lakini mzee wangu alikuwa aswali. Naona tatizo lilipoanzia. Sasa siku moja nimetoka zangu msikitini swala saa 10, najua mzee yuko nyumbani, nimemwacha nyumbani alasiri. Nikawafuata wale wazee wanaokaa mbele pale msikitini, wale wazee wa msikiti. Baba anawaita, anadua, anawaita nyumbani. Kile ya kitoto, maana mimi nilikuwa fix miaka mingi. Fikia na wafiksi wazee wa msikiti. Mtaani kwetu yani una nyumba kama 12 13. Unaitwa mtaa Bonde pale Kariakoo. Mwanzo wa mtaani nyumbani kwetu na mwisho wa mtaa ndo kuna msikiti. Ni mtaa mfupi. Kwa hiyo ni ruhusa kwa mtoto kutoka nyumbani kwenu kwenda msikitini. Ni mtaa mdogo sana. Kwa hiyo wale wazee wakabidi wanifuate. Sasa mimi mtoto wa mchezaji mkubwa bwana na wanaitwa kwetu. Na unajua wazee wa msikiti wanajua hapa lazima bahsha zitakuja hapa. Tunaitwa kwa Sande Manara. Basi wazee hao mimi niko mbele, wao wako nyuma. Na mimi zamani nilipokuwa mdogo nilikuwa napenda natembea kama mashehe, naweka mikono nyuma hivi. Unajua wazee wanapotembea. Na mimi nawaiga wazee, naweka mikono yangu nyuma make, naenda msikitini, mzee wa msikiti. Basi kiguu na njia. Sasa mzee anatuona, anaona group yeye amekaa nje barazani, anaona group unakuja na wazee. Akawa anajiuliza waje wazee wanaenda wapi? Wazee wamepiga kanzu zao. Basi tumefika pale, asalamu alaykum, wa alaykum salam. Wakasalimiana na mzee. Mimi nikabadilisha story, nikabana wazee mdogo kabisa. Naambia wazee nimewaita babangu mimi aswali. Kwa hiyo nimewaita mzungumze naye ili aswali. Hamna cha dua hapa, hamna cha nini. Wale wazee wakaona subhanallah. Afu mimi naingia ndani. Sina habari tena, baada ya nje ishamaliza. Sijui walichozungumza na mzee, lakini baadaye mwana mzee karudi ndani. Baadaye magharibi tukaenda wote msikitini. Kwa hiyo ilinisaidia na mpaka leo alhamdulillah mzee wangu swala 5. Mimi kidogo nakuwa ndo mtihani, lakini naye ananikumbusha. Sasa zamu yake yeye kunikumbusha mimi kuziswali swala 5, lakini nakumbuka nikiwa mdogo kabisa nilimletea mzee wangu wazee nyumbani wamkumbushe kuswali kutoka msikiti wa Idris ambao mpaka leo upo pale Kariakoo. Kituko cha mwisho ambacho ningependa niwahadithie pia kinahusiana na mambo kidogo ya dini. Hiki hakina connection kidogo na mambo ya mpira. Kilitokea wakati kidogo na akili kubwa kidogo, na nishafika miaka 11 hivi. 11 ama 12, na hiki kilinifanya kidogo ni chapo. Pale madrasani kwetu nilipokuwa nikisoma kwa marhum Sheikh Ramadhan bin Abbas, ile madrasa inaitwa Abbasia, tulikuwa tunasomeshwa somo linaloitwa Mi'raj na mwalimu wangu na shekhe wangu Sheikh Uwesu Kibosha mzee. Sasa mimi nikiwa mvulana mdogo wa miaka hiyo nikachaguliwa kusoma kwenye maonyesho. Na Mi'raj siku yake tunafanya kama sherehe kubwa. Nasomea wazazi na wageni kisa cha Mi'raj. Kisa cha Mi'raj ni cha namna mtume alivyotolewa Maka kwa usiku mmoja kupelekwa mji unaitwa Bethlehem au Jerusalem, kwenye msikiti wa Baitul Maqdis. Alafu na kutoka pale Baitul Maqdis kwenda mbinguni. Mwenyezi Mungu kwa uwezo wake alimwezesha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kusafiri safari yote hiyo ambayo kwa kawaida kutoka Maka kwenda Jerusalem kwa kipindi hicho ilikuwa kwenda miezi 3, kurudi miezi 3. Lakini Mtume Mwenyezi Mungu kwa uwezo wake akampeleka kwa usiku mmoja tu, na bado akampandisha mpaka mbinguni alipokwenda kuzungumza naye Mtume Mwenyezi Mungu, kama inavyoandikwa kwenye kitabu cha Mwenyezi Mungu Al-Qur'anul Karim. Na ukisoma suratul Isra utapata kisa chote cha Mi'raj. Sasa sisi tuko tunafundishwa watoto ili tukisome hadharani mbele ya wazazi wetu na mbele ya wageni waalikwa. Ilikuwa ni shughuli kubwa sana. Sasa mimi nikiwa mdogo nilichaguliwa nisome katika milango, yani portion ile kisa chenyewe kimegawanywa.
kama mara 5 6 hivi. Kwa hiyo portion moja anasoma huyu, mwingine huyu, mwingine huyu. Ilikuwa ni tukio kubwa kwa watoto wakati huo tulivyokuwa Kariakoo. Hasa mimi nimechaguliwa, lakini mzee wangu likizo ishaisha, anarudi. Nakumbuka kwa anaishi Dubai wakati ule. Sasa mimi nataka lazima mzee wangu anisikie, awepo. Nitafanyaje ili awepo? Sasa kama bado siku 2 hivi kisa cha Miraji, nikaingia chumbani kwa mzee. Hata sijui nilikuwa nimetumwa kitu gani, nikaikuta passport yake. Nikaichukua passport, nikaita mfukoni, nikaenda nikaificha, nikaiweka vizuri kwenye nguo zangu, nikaichomeka. Najua hawezi kusafiri bila passport. Watoto tulikuwa tunafikiri toka zamani, najua kabisa mzee bila passport asafiri. Kwa niliificha passport ili tu mzee wangu, najua asipokwenda safari lazima ahudhurie madrasa kunishuhudia mwanae. Sasa na siku ya safari ilikuwa kabla ya Miraji. Basi nataka kuondoka, passport yake watafute nyumba nzima na safari ya muhimu. Sasa kitu kilichonifanya nione huruma na nimtolee passport yake, simu za mezani anazoongea nazo. Yani kwa sababu yeye safari ni usiku nadhani na anaondoka, lakini sasa hiyo jioni passport haioni. Kwa hiyo atafanywaje na serikali wampe passport? Yeye mchezaji maarufu, kwa hiyo wanahangaika watu wa uhamiaji. Wakati ule uhamiaji, mkurugenzi alikuwa nadhani alikuwa anaongea na mtu anaitwa Mbwana, tukamta Mbwana Mtoto alikuwa kiitwa zamani. Sikumbuki, nimelisahau jina lake la pili. Lakini nakumbuka anaongea na simu za mkononi, simu za mezani bado. Atafanyaje na lazima yeye aondoke. Sasa the way alikuwa amechoka mzee wangu pale kwenye kochi kakaa, Miraji kesho. Nasema baadaye kanijia huruma ya mtoto kwa mzazi. Kabidi nikamfuata mama baba. Maana sema nikimvamia baba mwenyewe itakuwa shughuli. Kabla baba passport mnayo hii hapa. Mimi ndio nilificha na sababu yangu baba sisafiri ili kesho ahudhurie awanione nikisoma Miraji. Kwa hiyo mama akanisema, akapewa baba passport yake. Baba kama mama akapata hasira unanichelewesha mimi, nahangaika napiga watu na simu. Basi akuhudhuria Miraji, kama passport yake, usiku akaondoka kurudi zake Dubai. Ndio vituko ambavyo tuko tunavifanya udogoni kwa wazazi wangu na kwa babangu. Siku nyingine nitawaletea vituko nilivyokuwa navifanya kwa mama yangu. Vituko hivi vilikuwa sio vibaya kwa mtoto, kwa mzazi, kwa sababu lengo labda lilikuwa zuri, lakini approach ndio ilikuwa ya kitoto. Na inawezekana kwa upande mwingine, kwa mfano hasa hili la kuswali swala 5 za fardhi kwa mzee wangu, labda aliona kama mtoto wa miaka 6, 7, 8 ananikumbusha hivi, vipi mimi mwenyewe sijikumbushi. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa mpaka leo wamerejea na wako katika misingi ya dini yetu na misingi ya kumwabudu Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ndio vituko vya Haji Manara kwa baba yake. Next time.